Pandeni milimani mkalete miti mkejenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitatukuzwa, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Imekuwa ni siku pekee ya mwanamke katika kanisa la Dodoma Christian Fellowship Center DCFC. Wanawake wameelimishwa na kufunguliwa vifungo vilivyokuwa vikiwakabili. Jumapili njema iliyochaguliwa kwa ajili ya kumuinua mwanamke wa kanisa la DCFC. Utukufu wa Mungu umedhihirika. Wageni mbalimbali na baadhi ya viongozi walikuwa sehemu ya waliofika katika siku hii muhimu, wakiwemo mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Fatima Tofik, mkuu wa kitengo cha masoko na uhusiano kwa umma kutoka bodi ya wataalamu wa ununuzi na ugavi Tanzania Bishamimu Ali Mdee, pamoja na wageni wengine. Umekuwa ni wakati mzuri wa Pastor Jamila Mdee kufanikisha jambo hilo. Watu wamemsifu na kumwabudu Mungu. Haya ni baadhi ya matukio katika siku ya mwanamke DCFC. Mimi naitwa Rami Ramsey, Gasa TV. Majina na ninaitwa Pastor Jamila Ali Mdee, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la ushirika wa Kikristo Dodoma, tunaitwa Dodoma Christian Fellowship Church. Tuko Dodoma, karibu sana na jengo kuu la Mahakama Judiciary Square. Hapa kanisani leo una vitu vingi sana vimefanyika, ikiwa tu leo pia ni siku yako kumbukumbu ya siku yako kuzaliwa. Lakini pia naona pia siku hii imetumika kama siku ya mwanamke hapa kanisani, na nimeona pia baadhi ya viongozi, wafanyabiashara wameweza kufika hapa. Unalizungumziaje hilo kwa uchache? Okay. Na siku hii kwa ujumla. Okay. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo kwangu imekuwa ni kumbukumbu ya miaka kadhaa iliyopita ambayo niliweza kuzaliwa, na namshukuru Mungu kwa sababu kutoka miaka hiyo mpaka sasa ni neema ya Mungu na kwenye swala zima la utumishi. Lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu wako viongozi ambao wameambatana pamoja na mimi, viongozi wa chama, viongozi wa serikali. Tumemwona pia mheshimiwa mbunge tulikuwa naye. Lengo ilikuwa ni kuwaleta wanawake pamoja wakati naadhimisha siku hii, lakini ni walete wanawake pamoja na tukumbushane baadhi ya mambo kama wanawake kwenye swala zima la kujikwamua kiuchumi, lakini swala zima la kiroho pamoja na la kijamii, kwamba nafasi ya mwanamke katika jamii na namna mwanamke ambavyo ana nguvu za kuweza kumiliki na kutawala na kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tumeiangalia sana nafasi ya mwanamke, na hiyo imenipa kuendelea kujitathmini kama mwanamke ninapoendea mwaka wangu mwingine, nini nifanye, wapi nilikwama, na niweze kwenda kwa mbio gani kulingana na wakati ambao tuko nao. Wewe ni pastor na imani nitapata majibu kutoka kwako hili. Nimekuwa nikisikia kwa sababu nimekaa na watu sana. Watu wanasema kwamba watu hawapendi kuhubiriwa kuacha dhambi. Watu hawapendi kabisa. Nafikiri kwa nini? Mimi ninachoweza kusema ni kwa sababu, na naweza nikakubaliana na wewe, kwa sababu watu wanachotamani kusikia ni kitu ambacho niseme injili. Tunakisema injili, tunazungumza habari njema za Mungu. Kwa hiyo watu wengi wamekaa kwenye nafasi ya kuisema dhambi sana na kuipa nguvu sana dhambi kuliko kusema habari njema za Yesu Kristo ambazo mtu anatamani kuzisikia. Hakuna mtu ambaye hatamani kusikia habari njema. Sasa tukizisema hizo habari nzuri na habari za uzuri wa Mungu wetu, ni rahisi sana watu kumtaka na kumpenda Mungu. Lakini tukisema tu dhambi tukaihubiri dhambi sana, watu wanaichukia dhambi, watu hawezi kusogea kutamani kusikia kitu kingine. Kwa mimi nafikiri tuache kuisemea dhambi, tuanze kuisema habari njema ya Yesu Kristo na uzuri wa Mungu. Watu watampenda Mungu na watu watatamani kusikia na kukaa na kumtumikia Mungu. Katika mahubiri pale bwana, nimesikia wanasema shetani akimwingilia mwanamke tu jamii inaharibika. Unafikiri ni mwanamke ajikinge na vitu gani ili shetani kwanza asimuingie na jamii endelee kusimama imara? Kikubwa hiyo iko sahihi kabisa. Shetani akimpata mwanamke ameipata
kuibadilisha jamii nzima kwa sababu ya nguvu ya mwanamke ya ushawishi. Sasa tumekaa kwenye eneo la kushawishi, lakini tusishawishi tukijaa hofu ya Mungu. Shetani atakaa mbali na sisi kwa sababu Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Hatuwezi kumpinga kwa namna ya kimwili, tunaweza kumpinga kwa kulijaza neno la Mungu ndani yetu. Shetani anaogopa, atashindwa, lakini pia sisi tumepewa hiyo neema ya nguvu kubwa ya ushawishi kwa mwanamke. Kwa mwanamke akijaa neno la Mungu na akajaa na ile nguvu ya ushawishi, tunaweza kuibadilisha jamii kwa haraka sana compared to mwanamume. Kumekuwa na watumishi wengi sana hivi sasa wanahubiri na wengine mpaka wanatumia aina tu ya njia ili tu watu waamini kwa maoni watumishi kweli. Kuna clip pia naona zikisambaa, kuna mtumishi anatumia ulimi kugusana na ulimi na wa muumini, vitu vingi, wengine wanatumia maji na nini. Hiyo kama huoni kama inazidi kudidimiza dini ya Kikristo kwa maana ya watu kuchukulia ni kawaida kwa sababu ya vitu ambavyo vinafanyika? Niseme tu siku za mwisho Biblia ilishasema kwa habari ya siku za mwisho manabii wa uongo wataongezeka, vitu vitakuwa vingi, watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Na ukiangalia nyuma ya hivyo vitu, watu wanatumia jina la Yesu, wanatumia Ukristo kuficha maovu yao. Sasa ni wakati ambao Mungu atusaidie, ukiwa na mahusiano na kumjua Mungu binafsi, ukawa na mahusiano na Mungu binafsi, Roho Mtakatifu yupo, huwa anashuhudia ndani ya moyo wa mtu kwamba hapa pana Mungu wa kweli na hapa ni matakwa binafsi ya mtu, japokuwa anatumia mwavuli wa Yesu au anatumia mwavuli wa Ukristo. Kwa hiyo ni swala la mtu personal. Umefika wakati wa mtu mmoja mmoja kumtafuta Mungu personal, kuimarisha mahusiano yake na Mungu, na si kusikia yupo huko. Biblia inasema siku za mwisho utaambiwa Mungu yuko huko, yuko kwenye mafuta, yuko kwenye kugusana ulimi, yuko kwenye nini, kulingana na mihemko ambayo watu wanatembea nayo, lakini kiukweli neno litabaki pale pale. Yani ni katika roho, utajua hivi vitu katika roho. Kwa hiyo tujitahidi kuimarisha mahusiano yetu na Mungu. Roho Mtakatifu anazungumza, anasema, kwa hiyo itatusaidia kuweza kupunguza hiyo kelele ambazo zinaendelea huko nje.